Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kuongea huyu jamaa. Huyu jamaa kama mjui sana, huyu jamaa ni mkabila sana kama mjui hapa TikTok. Acha niwaambie. Anajificha tu. Na Kiingereza nyingi. Anajificha tu. Acha nikwambie ukweli. Huyu jamaa anapiga Wajaluo vita sana hapo kwa TikTok. Lakini anajificha tu. Anafanya innocent, anajifanya nini, lakini anapiga Wajaluo vita hapa. Kwa hiyo nasema hivi. Huyu jamaa ametoa video, anauliza Wajaluo wako kwa serikali. Nataka nikuwekee video zake utasikia. Lakini kwa kitu nataka kuongea usikie hapa. Nataka uongee kitu hapa, nataka kuongea usikie. Kwa nini anasema anapiga Wajaka? Huyu jamaa sijaona siku moja akipiga watu wake ambao wanatoka Western ambao wako kwa government. Sijaona siku moja akipiga hao magavana wake. Sijaona siku moja akipiga hao PS wamepewa ma MP ambao wafanyi kazi huko kwao. Kazi yake ni kupiga wale ambao wanatoka Nyanza. Atapiga governor anatoka Nyanza, atapiga minister anatoka Nyanza, atapiga MC anatoka Nyanza, atapiga watu anatoka Nyanza vita. Yeye mwenyewe ako na kazi anafaa afanye kwa Western. Kwanza anafaa apigane kwa na chama. Kwanza apigane hiyo energy zote anaweka kwa Wajaluo, kutukana Wajaluo, kuweka Wajaluo nini, hawako kwa serikali, wako kwa serikali. Inamsaidia na nini? Hii hasira zote ziko kwa sababu gani? Tumesema hatutafuati nani? Sifuna. Hii kelele yote kwa sababu gani? Kwa sababu tumesema hatufuati Sifuna. Na Sifuna tusupport kwa sababu gani? Sifuna medivide ODM. Hatuwezi blame Ruto kwa ODM. Hatuwezi blame nani? Uhuru kwa ODM. Na blame Sifuna amedivide ODM kwa sababu gani? Ako na akili yako na kuna kila kitu ambayo anaweza tumia. So tukiwekanga siasa tukasema hao wamedivide ODM tunatumia hao, hiyo ni siasa. Lakini tukiongea kweli, Sifuna ndio medivide ODM kwa sababu ya tamaa na ujinga ya Waluya. Kwa sababu jamaa kazi yake zote ni kupiga Wajaluo vita. Hakuna siku anapiga watu wake ambayo wako kwa serikali. Western, niambie, gavana gani napiga serikali? Si ni moja tu. Sinatembea. Si wote wana support serikali. Kwa nini huyu jamaa hajawahi wapinga? Ya pili, Western, MP wote na magavana wote wamesema wanafanya kazi. Ya Nyanza ndio wafanye kazi, anakuja kuongelea hapa. Na yeye atoki Nyanza. Yeye anatoka Busia, au anatoka Bungoma, au anatoka wapi? Aongea huko. So nataka usikie bila nasema. The following people from Lakeside wanasema wako kwa serikali. If you look at Opiyo Wandayi, there is no Wandayi in Luo, so that is a Luya man. John Mbadi is Suba. Junet is Somali. Wanga is from Abawanga, that is from her roots is from Uganda. Then he asked me, where are the Luos in the government? Ameuliza swali mzuri. Ukimwangalia sura yake anauliza kijeli, anauliza kimadharau, anauliza kucheka. Kwa sababu gani? Hiyo ndio kitu ambao anafanyanga kwa TikTok hapa. Juzi aliweka topic why Luo and Kikuyu wanapigana. Hiyo live aliweka hapo kwa TikTok. Unajua watu gani alijaza hapo kwa live yake? Waluya. Na Waluya unajua alikuwa anaongea nini? Matope na mavi. Na alikuwa anapokea. Hakuweka Wakikuyu, hawakuweka Wajaluo. Wanaweka Kikuyu moja moja, Wajaluo moja moja, wakiongea hivi wanawatoa, wanasema wanatoa matusi. Kwa unataka kuweka vitu kama hizo, unafaa uweke Wajaluo wengi na Kikuyu wengi, hao ndio wanyoroshana hao, kwa sababu hao ndio wanajua shida yako bali wapi. Mluya anajua shida Mjaluo na Kikuyu wapi. Haya, tumalize hiyo. Ametaja hao jamaa wote. Ametuma Junet kwa serikali si Mjaluo. Junet amechaguliwa kama MP. Wewe huko Western hakuna MP ambao si Mluya amechaguliwa. Haya, ameongea Wanga. Anasema Wanga si nini? Si Mjaluo kwa sababu amesikia jina ya Wanga. Hiyo ni jina. Wanga anatoka ni msichana ya Mwigo nini? Kano, Kisumu County. Hiyo jina ya Wanga ni Wanga tu, hiyo ni jina hivyo. Kuna term inaitwa Wanga. Wanga ni branch of Wanga. Unajua Wanga ni nini? Haya, amesema Opiyo Wandayi ni Mluya. Wandayi ni Mluya wapi? Jina ambao naanza na O ni jina la kwanga ya Nilot. Jina naanza na O ni jina wa Jaluo. Si kuna Waluya wako na jina Kio. Na utapata mama yake na baba yake si Mjaluo na wako na jina Kio. Sasa wale wako na jina O inaanza na huko kwa Waluya watakuwa Wajaluo. Kama Otuoma. Otuoma ni Mjaluo ni Mluya? Otuoma ni Mjaluo ni Mluya? So unajua huyu jamaa akiletanga vitu hapa, ameleta Mbadi. Mbadi ni Suba. Na Suba sangia ni mix ya Ujaluo na nini?
Sasa anatoka Nyanza. So wao wakikuwa kwa serikali na wauma na nini? Sisi wenyewe tumewasupport. Sisi wenyewe tunasema ni yetu. Na tukiona unapiga vita sana, sisi tunasema si wetu. Ndio tuwepe hiyo vita. So huyu jamaa mambo zote anafanya hapo kwa TikTok kwa sababu gani? Tumekataa kusupport Sifuna. Huyu jamaa uchungu ako nayo kwa sababu tumekataa kusupport Sifuna. Na Sifuna support Sifuna kwa sababu anajua kuongea, amejua kudebate. Hiyo si kazi yetu. Sifuna huyu nyinyi mnamsupport. Amedivide ODM, ameua ODM. Amedivide ODM. Sifuna mwenyewe unaongea hivi amepinti ODM iko kama Wajaluo, kiti ya Wajaluo. Naongea. So unataka support yeye. Hiyo chama atatengeneza. Si watu hiyo chama pia iko ya Waluya. Sisi pia tuweze kuoza sapona. Wewe hiyo chama iko ya Waluya. Haya, umesema wote Raila amechezewa bila kuchezewa huko. Basi Raila ni Mjaluo ni Mluya. Umetutajia jamaa wote tumekubali. Raila ni Mjaluo au ni Mluya? Umetutajia Mbadi si Mjaluo. Sawa, tumekubali. Umekutajia Lunet si Mjaluo, tumekubali. Tumemtajia Upio Wandai si Mjaluo, tumekubali. Haya, sisi tunakuuliza Raila huyu unaongea juu yake ni Mjaluo au ni Mluya? Kwa sababu unatuambia bila route yao nakuja. Raila ni Mjaluo au ni Mluya? Haya, msikize tena. Are we having the Luo speaking people in the government or the real Luos in government? And I answered that person that is only Gaucho and Raymond Omolo who are in the government. Unasikia? Nilikwambia swali anauliza ni swali ya kujelele. Anasema ni Gaucho na Raymond Omolo ndio Wajaluo iko kwa serikali. Aya opposition. Do you have the Luo speaking Luo or to have the akina nani wako kwa serikali? Sio swali. Sio ulize Malala ni Mjaluo ni Mluya. Hiyo swali sio ulizo Tuma ni Mjaluo ni Mluya. Bro unanga point, unanga ujui bana. Ujui chochote kwa siasa. Uko kwa TikTok hapo kwa siasa kugain pesa. Unatumia hii platform kupata pesa. Na wacha watume pesa. Siku ambayo itatoboka, najua utajificha au utaepa. Kwa sababu sasa nyinyi uko na hapo walio ni ukabila. Niligani wa Kisii ndio kuna kabila, kumbe nyinyi ni wabaya hata kuliko Kisii. Nyinyi ni waasi hata kuliko Kisii. Nyinyi hata ni waasi kuliko hata Waluo nini? Wa Kikuyu. Nyinyi ni waasi kuliko hata Kikuyu. Wewe umeshaona siku Mjaluo amefungua hapa live. Mjaluo ana address Mluya. Huyu si Mluya, amezaliwa Mluya, yani huyu Mjaluo. Wacha Mluya ana address Mluya, wazao wanaongea juu ya Waluya. Huyu si kabila wetu, hiyo ni tofauti. Mimi nimeshaona Mjaluo ameaddress hapa. Anakuja kusema Mluya iko hivi, Mluya iko hivi, Mluya iko kwa serikali, Mluya iko kwa serikali na wako hivi na hivyo hivi na wako maskini wako hivi na wametairi na wako hivi maskini. Umeshaona Mjaluo akifungua live akiongea puzi kama huyu anaongea? Hautapata. Lakini hizi tabia utapata na Waluya. Guys needs to wake up. There's a game being played here. Baba was conned with Uhuru Kenyatta and William Ruto in 2022. I'm not afraid to say that. You actually listened and she went back again to sit with the same person that conned your very own son and you're still there clapping. Baba was conned na Uhuru. Baba was conned na Ruto. Tumekubali wamewakona. Baba hajafanya kazi na Ruto. Uhuru ndio amefanya nao kazi, tumejua amekona. Kazi yake na Ruto hajamaliza ndio tujue amekona. Basi nyinyi tumefanya nao nyinyi kazi mwaka enda mwaka nini tumepata? Tumeungana na Waluya. Tangu Kenya upate uhuru paka sasa nini tumepata kwa Waluya? Maendeleo gani tumepata na kuungana na Waluya mwaka enda mwaka Ruto? Siwacha kila mtu aende Ruto yake. Mbona inakuuma kama tumekataa kukua na nyinyi? Mbona sisi sitatuumi kama nyinyi mmetoka kwetu? Mbona sisi tuumi? Sifuna ameharibu chama yetu. Kwa sababu umesema chama ni watu wa Waluo. Nyani kweli haoni kundule. Nyani haoni kundule kabisa. Let me remind you. You cannot be a fool to some extent that mtu amewapiga, now you cannot beat that person back. You join them. Haya, if you cannot beat them, enjoy them. Kama uwezi wapiga, jiunge nayo. Nyinyi hatuwezi kuwa wajinga pia, tunafanya the same thing na kuna matukio. Tumeungana na nyinyi mwaka enda mwaka rudi. Nyinyi tumepata. Afadhali nyinyi mmepata deputy president mara nyingi. Sisi tumepata nini kutoka huko kuungana na nyinyi? Si kitu tunapatanga ni matusi.
kutoka kwenye Waluya. Kitu tunapatanga ni blame game kutoka nyinyi Waluya. Ni nini tumepata? The president is so good at framing